Winnie Chivayo. Huenda sura hii umeiona katika mitandao ya kijamii, na sio kama brazameni wa kawaida tu. Raia huyu wa Zimbabwe anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa mno, lakini pia ufikiaji wa karibu kwa viongozi wa Afrika. Picha zake akiwa na marais William Ruto, Samia Suluhu, Yoweri Museveni, Emmerson Mnangagwa na marehemu Lungu wa Zambia huonekana katika mitandao ya kijamii tu. Juzi tu alikaribishwa kwa mara ya pili katika ikulu ya Nairobi na akatia saini kitabu cha maombolezo cha mwenda zake Raila Odinga. Lakini mtu huyu ni nani hasa na anafanya nini? Who is this guy? Chivayo mwenye umri wa miaka 42 sio mtu wa kawaida tu. Mwanzo ni mume na baba wa watoto wawili. Mara nyingi anapenda kusafiri kwa ndege binafsi na huzuru maduka ya kifahari kununua bidhaa zake, lakini wakati mwingine anatoa zawadi za magari na nyumba kwa watu. Anaishi kaskazini mwa jiji la Harare nchini Zimbabwe. Kulingana na Chivayo, lengo lake kuu ni kuwa bonge la bilionea. Lakini kinachoshangaza watu wengi ni hivi, kwa nini ana ukaribu mno na marais wao? Kwa nini anaonekana kuwa kipenzi cha marais ambao kidogo wana hulka ya kupenda kung'ang'ania madarakani? Watu hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki wanahoji, who is this guy? Alizaliwa Novemba mwaka 1982 huko Harare, Zimbabwe, na akasoma shule ya msingi na sekondari, lakini hakuna rekodi wazi kuwa aliwahi kusoma chuo kikuu. Mwenyewe aliwahi kufichua kuwa alianza kazi kama karani wa malipo katika kampuni moja ya mabasi huko Harare mwaka 1997, lakini baadaye vyanzo vya habari Zimbabwe vikasema kuwa Chivayo alijiingiza katika biashara ya kubadilisha fedha kiholela huko Zimbabwe. Mwaka wa 2004 alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kosa la kumlaghai raia moja wa Afrika Kusini, na ndiyo akahudumia kifungo hicho katika gereza moja la Chukurubi huko Harare, Zimbabwe. Mnamo mwaka wa 2011 gazeti la serikali The Chronicles liliripoti kuwa Chivayo alikuwa amehusishwa na utengenezaji wa tovuti fake website iliyokuwa ikipokea fedha kutoka kwa wateja ambao hawakuwahi kupokea bidhaa ambazo walikuwa wamelipia. Kadhalika, mwaka wa 2019 aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kusambaza umeme nchini Zimbabwe, Stanley Kazanje, alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kupokea dola 10,000 kutoka kwa kampuni iliyokuwa inamilikiwa na huyu Chivayo inayofahamika kama Intertrek Zimbabwe. Sitoshe, mahakama pia iligundua kwamba mwaka wa 2015 kampuni hiyo ya kusambaza umeme Zimbabwe ilimpatia Chivayo kandarasi ya dola milioni 182 kujenga kituo cha nishati ya jua cha megawati 100 huko Gwanda, kaskazini magharibi mwa Zimbabwe, lakini mradi huo haukuwahi kukamilika. Fahamu kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alipochukua hatamu za uongozi baada ya kifo cha hayati Robert Mugabe, aliapa kumtia mbaroni huyu Chivayo, akimtaja kama mfanyabiashara wa mikoba ya muda mfupi, lakini baadaye mwaka huu akamtaja kama mfanyabiashara mzuri mwenye moyo wa kusaidia jamii, yani kwa Kiingereza philanthropist. Mara nyingi Chivayo amekuwa akihusishwa na tenda za serikali zinazohusu uchaguzi, usalama, mitandao ya matibabu ya saratani, madai ambayo huyakana vikali, akidai kwamba yeye ni mfanyabiashara halali tu. Katika sekta ya michezo, jina la Chivayo sio geni. Mara nyingi ametangaza udhamini wa milioni ya dola kwa soka ama vilabu vya soka, lakini mara nyingi kwa kufuatilia inakuwa ahadi zake hazitimizi kabisa. Itakumbukwa mnamo Januari mwaka huu 2025 aliahidi dola milioni 10 kwa shirikisho la soka la Zimbabwe ZIFA endapo mgombea aliyempendelea Mkobila Mwagwizi angeshinda kuwa rais wa ZIFA. Mwagwizi alishinda ndiyo, lakini mpaka sasa kuna ushahidi wa kutosha kuwa ahadi hiyo ilitekelezwa. Sasa Chivayo ni nani? Na mbona rais wako anampenda?